Tutumie fursa hii kurudia na kusisitiza, Mwenyekiti Tundu Lissu ameeleza gerezani kwamba mahakamani hapa kwamba uamuzi wa DPP na waendesha mashtaka wa serikali kuwasilisha maombi haya kinyume cha sheria, kinyume cha haki ni matumizi mabaya ya mamlaka ya DPP na mipaka aliyowekewa na katiba ya nchi ibara ya 59 B kubwa kifungu kidogo cha 4 ambacho kinataka yeye katika kutumia mamlaka yake kinamtaka asiingiliwe na mtu yoyote wala mamlaka yoyote, lakini ayatumie hayo mamlaka kwa kutenda haki, ayatumie hayo mamlaka bila matumizi mabaya ya mamlaka, na ayatumie hayo mamlaka kwa maslahi ya umma. Kwa maombi haya yaliyoletwa mahakamani na kwa hoja ambazo Mwenyekiti Tundu Lissu amezisema mahakamani, ni dhahiri kwamba DPP amekwenda kinyume na mamlaka hayo ya kikatiba kwa siku hizo 139 ambazo Mwenyekiti Lissu amekuwa gerezani. Sasa sisi hatutaingilia maamuzi ya majaji, lakini tunarudia kumtaka DPP, kwa sababu kulisema hili sio kuingilia mambo ya mahakama wala sio kuingilia mambo ya mahakamani. DPP ana mamlaka kwa mujibu wa katiba na sheria, wakati wowote ule akiona kesi haina msingi wowote, wakati wowote ule akiona kesi haina maslahi ya umma, anaweza kupeleka mahakamani hati ya nia ya kutokuendelea na kesi, nolle prosequi, na akisha wasilisha hiyo hati, kesi inafutwa mara moja. Namna mojawapo ya nchi yetu kuondokana na aibu hii inayoendelea mahakamani, namna ya nchi yetu kuepukana na matumizi mabaya ya fedha za umma. Sababu kadiri kesi inavyoendelea kusikilizwa mahakamani, kwa mfano leo imesikilizwa mahakama ya rufaa, makao makuu ya mahakama yalishahamia Dodoma. Manake majaji wakija mahakamani hapa mahakama ya rufaa ni gharama za umma, wanakuja Dar es Salaam kwa ajili hiyo, ni gharama. Mmeona halaiki ya askari huko nje na magari ya askari na deployment kubwa, sio tu eneo la nje ya mahakama, mitaa mbalimbali, kwa sababu ya kesi hii ambayo haina sababu yoyote ya kuwepo mahakamani. Tunarudia tena kumtaka DPP kuiondoa hii kesi mahakamani.